Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi niungane na wenzangu kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mimi kupata nafasi ya kipekee kuichangia bajeti hii ya Wizara ya Ardhi na Makazi, Maendeleo ya Makazi. Mheshimiwa Naibu Spika, imenisukuma na mimi kuchangia kwenye Jahara Nas bajeti hii nikiwa kama shuhuda wa maeneo mengi sana wakati nikishika nafasi mbalimbali za ukuu wa wilaya na ukuu wa mkoa katika awamu tofauti, na namna ninavyoiona wizara hii ilivyopiga hatua kutoka huko tunakotoka na sasa tulipo. Basi Naibu Spika, yote kwa yote, baada ya kusha kumshukuru Mungu, nimshukuru na kumpongeza sana Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi, sambamba na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais ambaye ndiye mtendaji mkuu wa serikali wetu. Bahati nzuri Mheshimiwa Makamu wa Pili na yeye amepita katika kaliba zangu hizi, akiwa mkuu wa wilaya, akiwa mkuu wa mkoa. Naamini haya nitakayoyasema atayakubali 100%, kwa sababu ndio ukweli ulivyo. Na kwa maana hiyo, kabla sijasema, Mheshimiwa, niwaombe sana wajumbe wa baraza lako hili tukufu kuiunga mkono 100% bajeti yetu hii ya Wizara ya Ardhi. Na mimi mwenyewe Mheshimiwa ni declare kabisa kusema wizara hii bajeti yake naiunga mkono 100%. Baada ya kudeclare maelezo hayo, Mheshimiwa, mimi katika kusimenti tu hoja za wale wote waliochangia, na mengine unakuta imeguswa kidogo tawala za mikoa kwa namna moja ama nyingine, mimi naweza kusema maeneo mawili tu. Moja ni eneo la swala la migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, ukweli usiopingika, tunakotokea migogoro ya ardhi ilikuwa imekithiri. Moja, kwa sababu tofauti. Moja ni kutokana na kwamba maeneo mengi yalikosa kuwa yamepimwa, lakini ni kweli kwamba hata yale yaliyopimwa ilitokea wakati, na mimi niungane mkono na yule aliyesema, lakini hiyo ni kwa wakati huo, sio leo. Kulikuwa kunatokea wakati mwingine hati zinakuwa mbili, lakini solution yake pia wakati huo ilikuwepo. Maana ukienda nazo Wizara ya Ardhi ilikuwa unaambiwa kwamba hii ndiyo sahihi kwa mujibu wa rekodi zilizoweka kwenye kompyuta. Kwa hiyo ni kweli kwamba huko nyuma tulikuwa kila siku nyimbo zetu tunazungumza migogoro ambayo mengine nikiri ilikuwa ikisababishwa na watu wakiwemo jamii ya viongozi ambao wanatajwa. Mara nyingi hutajwa masheha tu, lakini kwa wakati ule ilikuwa hata madiwani nao wanachukua dhamana hiyo ya kwenda kushughulika na maardhi. Ilikuwa madiwani, masheha, huko tunakotoka nyuma. Lakini roli ya masheha ambayo hiyo ilikuwa ipo kwa mujibu wa taratibu na miongozo ambayo haina ukakasi wowote. Na pamezungumzwa hapa kwenye suala la ujazaji wa fomu. Watu wakasema huku sheha anaambiwa ajaze fomu, lakini huku anaambiwa yeye si muuzaji wa ardhi. Ni kweli sheha hapaswi kuuza ardhi, hata wakati huo hakupaswa kuuza ardhi. Sheha anachotaka kuhakikisha watu, yeye ndo anayeishi kwenye eneo. Upande mmoja yeye ndiye mtu anayeshughulika na ulinzi, amani, usalama na wananchi wa pale. Alichotakiwa sheha kwenye fomu ile kujaza ni namna gani anaitambua kwa levo yake ufahamu wa ardhi ile. Anayetakiwa sasa kurecognize officially ni nani mwenye umiliki halali wa ardhi hii,
ni wizara ya ardhi, si mwingine. Hiyo ipo tangu dahari la azali. Sasa kujiongezea anapotokea sheha ama mtu mwenye kujiongezea majukumu, hiyo ni kwenda kinyume na utaratibu wa fomu hili, na mara nyingi huwa tunachukua hatua wakati huo. By then tunachukua hatua. Wako masheha ambao walifukuzwa, wamesimamishwa kazi kwa mambo kama haya ya kujifanya madalali wengine wa ardhi. Kwa hiyo nataka tuambie kwamba serikali iliweka mipango yake mizuri kwenye jambo hili. Migogoro hii ambayo tunayozungumza mingi, experience inaonekana ni wananchi kwa wananchi wenyewe, si swala la serikali. Serikali inakuja sasa kutoa solution ya jambo hili. Tumeweza kufanya hivyo kwa wakati huo, lakini sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nikuhakikishie, nikiwa bado ni waziri mwenye dhamana ya wananchi na maeneo yao, wizara hii imefanya kazi kubwa sana chini ya mwanamke shupavu, waziri wetu wa ardhi na naibu wake na uongozi mzima. Watu wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri Rahma na ukimwona mpole sana, lakini kama kuna mafanikio makubwa ameyapata kidiplomasia katika kusimamia ardhi, kwa kweli leo kama hatukumpitishia bajeti yake 100%, kwa kweli tutakuwa hatukumtendea haki. Mheshimiwa Naibu Spika, nilisema niligusa hili kwenye ardhi, na sasa alhamdulillah tuna mpango mzuri. Imeguswa DCU hapa. Kuna timu sasa inaenda kuundwa vizuri sana ambayo itakuwa ina wadau, na hiyo itakuwa chini ya manispaa zetu kushirikiana na shirika la kushirikiana na Wizara ya Ardhi, ili tuone sasa tuna timu yenye sura ya DCU yenye ufanisi mkubwa katika usimamiaji wa kutoa vibali vya ujenzi wa ardhi. Na ndio maana nawashajiisha wenzangu tuendelee kumuunga mkono ili tuende tukayafanye mambo mazuri ambayo tumeekewa. Mheshimiwa Naibu Spika, tukija kwenye suala la ujenzi kwenye shirika la nyumba, Mheshimiwa Naibu Spika, wallahi asomacho haambii tazama. Bahati nzuri nimeshuhudia taasisi hii ya shirika la nyumba, nafikiri sasa na miaka zaidi ya 20, nikishuhudia namna linavyokuwa shirika hili kutoka tulipotoka mpaka leo. Nimpongeze sana na nimshukuru sana kijana wetu, ndugu yetu. Mimi siku zote nimekuwa nikisema kijana huyu, he is the best, he is the best, he is the best. Mkurugenzi wetu wa shirika la nyumba, ndugu yangu Sultani, amefanya kijana huyu mapinduzi makubwa sana katika shirika lile. Hongera sana Sultani. Mwanzoni shirika hili lilikuwa, hata mwanangu pale Mheshimiwa Saidi Msingiri alizungumza hilo, lilikuwa shirika hili kazi yake ni kusimamia tu majengo basi, lakini leo shirika linasimamia, lina develop, limekuwa developer mkubwa kwenye sekta hii ya makazi nchini. Kwa kweli nimpe kongole yake kijana wetu huu, na nitumie nafasi hii pia kuipongeza wizara na shirika lenyewe la nyumba ZDC kwa hatua kubwa walizozichukua kwa kipindi hiki cha karibuni kufanya maendeleo mapya ya nyumba. Mheshimiwa Naibu Spika, nimekuwa hapa mkuu wa mkoa kwa miaka 5. Mji nilivyoukuta kwa kweli leo kila mmoja, na tulikuwa tuna kiu kubwa ya kuona ndani ya mji wetu tunapunguza squatters. Ukienda Rwanda, Mheshimiwa Naibu Spika, sote mashuhuda. Sasa hivi watu wanatoka kwenye vibanda wanakuja kujenga sasa nyumba za kileo katika kuhakikisha wananchi wanawaweka kwenye mazingira mazuri, lakini pia ile haiba ya nchi ambayo siku zote Mheshimiwa Rais wetu amekuwa akipigania iwepo, ndio tunaelekea. Niwashukuru tena Wizara ya Ardhi kupitia shirika la nyumba kuona namna gani sasa wanaenda kuiweka kweli sura ya mji
na hii inaonekana kwamba shirika hili limepata vijana visionary katika kuhakikisha mambo yanakwenda. Suala la ubunifu ni dhahiri, sote tunashuhudia vijana hawa shirika la nyumba wamekuwa wabunifu sana chini ya mkurugenzi wao huyu. Sasa hivi tumekuwa watumishi, tumewarahisishia maisha, naibu spika. Sasa hivi shirika linawatengenezea fursa za watumishi, wameunda mpango kabisa, wameanzisha mpango wa watumishi katika kuhakikisha na wao wanawapa nyumba za bei nafuu, kuwaondoshea changamoto katika masuala yao ya makazi. Wenyewe wanaita PSHS. Ni mpango mzuri ambao tunaamini unaenda kuwa mkombozi, na ule uzinduzi wa mpango wa zero interest, wanaita zero interest home ownership plan, nao ni mafanikio makubwa ambao tunaamini unaenda kuwa upinduzi mkubwa wa maendeleo ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa, kabla sijaenda kumalizia, kama nitakaa kitako siku yasema haya, sidhani kama wizara hii nitakuwa nimeitendea haki. Nimpongeze waziri, naibu waziri, katibu mkuu, manaibu katibu wakuu na viongozi wote, lakini kwa kijana wao shirika la nyumba kuenda leo kuifanya Zanzibar ya Chumbuni. Chumbuni ile ninayojua mimi ya rafiki yangu Pondeza na ndugu yangu Mheshimiwa Sufiani, nilikuwa na watania wakati ule nikiwa mkuu wa mkoa. Nikienda kule siku zote mimi naenda kupambana na watu na mapanga na punda na magari ya ng'ombe, lakini leo nikawa nasema sasa hizi nini za hapa mjini zinafanana, Kikwajuni, Kwahani, Michenzani, lakini na Chumbuni sasa zinaenda kutengeneza nyumba, zinaijenga nchi sasa inaenda kutengeneza sura mpya. Hongera sana Mheshimiwa Sufiani, lakini hongera sana Wizara ya Ardhi kupitia shirika la nyumba. Mheshimiwa, kama kuna kitu nilikuwa nina kiu nacho sana, mwakilishi wa Chambani amesema hapa kwamba na Pemba nayo ikafanywe, ikajengwe. Kama kuna kitu ambacho tulikuwa tunatamani, na naibu spika, mimi nataka nikwambie ukweli, natamani siku moja kabla sijaenda kwenye tumbo la ardhi, nchi hii ionekane kwamba haya maendeleo Unguja na Pemba na wananchi wa Unguja na Pemba wananufaika katika visiwa vyote viwili. Kwenda kuzijenga nyumba Pemba, tukaenda kubadili sura ya Pemba katika kuzijenga nyumba, tunaenda kufanya mapinduzi makubwa. Alhamdulillah, naamini sasa watu wa Pemba nyumba zitakazojengwa Chumbuni watapata, na watu wa Unguja nyumba zitakazojengwa kule Pemba, Furaha na maeneo ya Wete, na watu wa Unguja nao wataenda kuzipata nyumba kule. Ile cement ya Wazanzibari katika kuishi pamoja inaenda kukaa vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, leo tunapozungumza ujenzi wa nyumba za maendeleo 212 Nyamanzi. Dakika moja Mheshimiwa, malizie. Tunaenda na Mheshimiwa. Una dakika moja umalizie, lakini vile umetaja Nyamanzi naweza nikakuachia. Asante. Nashukuru Mheshimiwa, nigeje hapo tatu tu. Mheshimiwa Naibu Spika, Nyamanzi nyumba 212 zinazoenda kujengwa. Kaskazini A zinaenda kujengwa nyumba 240. Kaskazini B zinaenda kujengwa nyumba 548. Lakini kama haitoshi, Kaskazini C, Kisakasaka C zinaenda kujengwa nyumba 520. Kisakasaka D zinaenda kujengwa nyumba 312. Lakini Pemba Mfikiwa kwetu pale Chake Chake zinaenda kujengwa nyumba 180. Lakini Wete kwa watoto wa mjini kwa Mheshimiwa Shafi kule kunaenda kujengwa nyumba 312. Hii Mheshimiwa ni maendeleo na mapinduzi makubwa sana. Mheshimiwa, jambo moja tu ili uniruhusu nikae. Kuna ndugu yangu mmoja alisema hapa, na hili naomba nilisaidie kulisema kwa uzoefu nilio nao na kwa sababu nalitambua. Alizungumza kwenye suala la gofu, kujengwa gofu, panajengwa hoteli. Nataka baraza lako tukufu lifahamu
kwamba pale mheshimiwa hapendi kujengwa hoteli, pale panakwenda kujengwa jengo kubwa la kibiashara ambalo litakuwa ni complex, lina biashara tofauti within. Na hii nimpe hongera sana mheshimiwa waziri. Akahusishwa mkurugenzi wangu wa nyumba, mkurugenzi wetu wa shirika la nyumba. Nataka waheshimiwa wenzangu, tukizisoma hizi sheria tukasome zile aya tusende kusoma kama zile aya ambazo hukimaliza zinaleta utata. Maana naibu spika, ukisema kulua shirabu, kuleni na kunyweni, utakunywa mpaka mafuta hata. Lakini ukisema halalan tayyiba ma razaqnakum, maana yake umesha confine vitu gani watu wakale na vipi wakale. Mheshimiwa, kwa mujibu wa sheria ile ya shirika la nyumba, sheria namba 6 ya 2014 kifungu cha 7(1) kinaipa mamlaka shirika la nyumba kuwezesha upatikanaji wa nyumba na majengo mengine kwa Wazanzibari katika matumizi ya makazi, biashara, viwanda na matumizi mengineyo. Sasa pamoja na real estate. Sasa shirika la nyumba tusilihukumu au tusione kwamba hawafanyi kazi zao. Kusimamia majengo yote haya categorically kwa niliyoyataja, maana yake ni dhahiri wameingia kwenye sheria yao ile inayowapa mandate kufanya hivyo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kushukuru na mengi sana, maana Daktari Hussein Ali Mwinyi ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi tu ambao nimeishi nao na nikiwa mwenyekiti wakati huo, by then kama wakuu wa mikoa wengine, nilishuhudia mambo mengi kwenye mikoa yetu ya Zanzibar hii yakifanywa ya maendeleo ambayo yana impact kubwa nzuri kwa maslahi ya wananchi wetu. Tukaiunge mkono bajeti hii, tukasaidie bajeti hii ipite ili wizara hii ikafanye mambo ya maendeleo kwa wanyonge wetu. Nikupe siri ambayo mheshimiwa, hii usimpe mtu mwingine. Hata mimi leo waziri wa TAMISEMI, vikosi vyangu, vikosi hivi vya ulinzi na usalama, idara maalum, ndio wengi wakesha staafu tu hapa, wanaenda kutafuta maeneo, wanajenga kwenye mabonde huko. Matokeo yake mtu anastaafu anaenda kujenga pahali, serikali inachukua hatua akajenga kwenye buffer zone. Matokeo yake kinachotokea nini? Anaenda kubomolewa, siku ya pili anapata frustration, stroke. Tumeamua kama wizara, tumesema shirika la nyumba likijenga nyumba, kama waziri nitawanunulia wanajeshi wangu nyumba katika wizara hiyo, ili kuhakikisha mtu anaenda na taratibu. Na bahati nzuri mkopo tuliowekewa hauna maumivu hata wa askari wa kawaida wa chini. Nimshukuru sana Rais Daktari Hussein Mwinyi, nimshukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, msaidizi wake katika usimamizi wa mambo haya. Na pia nikushukuru wewe Naibu Spika kwa namna unavyotuendesha sambamba na spika wetu na wenye viti wetu ndani ya baraza hili, hasa kwa sisi wachanga ambao tumeanza kujifunza na kwenda tata. Najua na sisi baadaye tutakuwa magwiji wa kuchangia kwenye mambo haya. Naomba kuwasilisha, lakini naunga mkono hoja wa bajeti hii 100%. Asante sana Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum, kwa mchango wako.